Naam, ni wakati wa kuangaza yaliyojiri kwenye habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe na tuanze kwa habari za michezo kitaifa. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amemtangaza rasmi Haji Sande Manara kuwa msemaji wa timu zote za taifa chini ya usimamizi wa Baraza la Michezo Taifa BMT. Akizungumza kuhusu uteuzi huo, Makonda amesema Manara atakuwa na jukumu la kutangaza shughuli mbalimbali za timu za taifa pamoja na kuonesha vipaji vya vijana wa Kitanzania ili kuongeza hamasa kwa mashabiki na kuwafanya vijana wengi kujivunia nchi yao kupitia michezo. Aidha, amesema Manara atasaidia kufikisha mwenendo wa timu za taifa kwa Watanzania katika kila hatua, ikiwemo maandalizi, mashindano na mafanikio mbalimbali yanayopatikana ndani na nje ya nchi. Nimemteua Haji Sande Manara kuwa msemaji wa timu zote za taifa na atafanya kazi chini ya BMT. Haji Manara atakuwa na kazi ya kublandi timu zetu za taifa. Atakuwa na kazi ya kuonyesha vipaji tulivyo navyo. Atakuwa na kazi ya kupeleka ujumbe juu ya taaluma hii na kipaji tulichonacho kama taifa ili kuchochea hamasa na kuwafanya vijana wawe proud na nchi yao na wawe proud na vipaji walivyokuwa navyo. Kwa Haji Manara atafanya kazi chini ya BMT kwa kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba timu zetu za taifa zinasemewa. Nimewapa mfano leo hii. Serengeti Boys wanacheza na Egypt. Unafahamu ya kwamba Tanzanite Queen wamequalify kwenda World Cup. Tanzania inajua. Unafahamu ya kwamba timu yetu ya Taifa Star sasa hivi iko kwenye mazoezi na mwalimu ameshasuka kikosi. Watanzania wanajua. Sasa kazi ya Haji Manara itakuwa ni kuwajulisha Watanzania juu ya mwenendo wa timu za taifa, juu ya mafanikio ya timu za taifa, ili uwekezaji huu unaofanywa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan upate nguvu ya kuongeza hamasa. Na kwingineko, mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo ameongoza timu ya mpira wa kikapu ya Dar City katika zoezi la kutoa msaada kwa watoto na wananchi wenye uhitaji, ikiwa ni sehemu ya kurudisha kwa jamii. Katika hafla hiyo, viongozi pamoja na wachezaji wa Dar City walikabidhi mahitaji mbalimbali ikiwemo chakula, mavazi na vifaa muhimu kwa lengo la kuwafariji na kuwapa matumaini wananchi hao. Akizungumza wakati wa tukio hilo, msemaji wa Dar City na rais wa shirikisho la mpira wa kikapu Tanzania, Hashim Thabit, amesema mchezo wa mpira wa kikapu unaendelea kukua nchini, lakini bado kuna kazi kubwa ya kuendeleza vipaji vya ndani. Kama sehemu ya sadaka yao na shukrani yao kwa Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu amewajalia mpaka hapo walipofika. Hivyo kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya wananchi nitumie nafasi hii kuwashukuru sana kwa hiki ambacho wamejaliwa, na leo hii wamekuja kutoa sadaka kwa kikundi hiki cha watoto yatima ambao wako hapa. Lakini hapa niko pamoja na Mheshimiwa diwani wetu wa kata hii ya Vingunguti ambaye pia alikuwa mstahiki wetu meya wa jiji la Dar es Salaam, lakini pia ninaye mwenyekiti wa serikali ya mtaa wetu, lakini ninaye kiongozi wa kituo ambaye yuko hapa. Hivyo ni shukuru. Kazi ni ngumu, basketball iko katika mikono mizuri, ila kazi bado ni ngumu. Inabidi kuandaa wachezaji wetu locals, kuandaa timu upya, na tunapenda kuahidi kwa mwakani tuna mpango wa kurudisha Dar City inapotakiwa kuwepo. Kwa hiyo tuendelee kusapotiana na pili tukiwa njiani, ila pia huu ni utaratibu ambao tutakuwa tumeuanzisha kila mwaka. Sikukuu kama hii ya Eid Mubarak kwanza kwa Waislamu wote. Tanzania ina dini nyingi, kila mtu ana uhuru wa kuabudu na kufanya anachotaka. Kwa hiyo sasa hivi ni sikukuu ya Waislamu na sisi tumependa kuja katika kituo hichi hapa tukiwa na Mheshimiwa DC. Kuelekea ligi daraja la kwanza
katika mchezo wa netball inayotarajiwa kuanza Juni 5 mwaka huu jijini Dodoma, City College of Health imedhamini michuano hiyo, ambapo leo wamekabidhi vifaa vya michezo ikiwemo medali na makombe ya washindi ili kuhamasisha mchezo huo. Akizungumza na waandishi wa habari wakati wa kukabidhi vifaa hivyo, mkurugenzi wa City College of Health Shabani Mwanga amesema udhamini huo ni mwendelezo wa ushirikiano wao na Chaneta katika kuhamasisha michezo, huku katibu wa chama cha Netball Tanzania Rahma Kilimba akieleza namna ambavyo udhamini huo utaongeza thamani ya mashindano hayo. Kubwa ambalo limetuleta hapa ni kuja kukabidhi vifaa vya michezo kwa chama cha mpira wa miguu Chaneta, ukiwemo vikombe ambavyo vitashindaniwa kwa mshindi wa kwanza mpaka wa 4, lakini hali kadhalika kwa ajili ya medali ambazo pia watakuwa wakizivaa wale ambao ni washindi wa kwanza mpaka wa 4. Lakini kubwa zaidi lililotuvuta zaidi kwenye Chaneta ni kuona kwamba tunaenda kuongeza hamasa, tunaenda kuongeza chachu kwenye netball. Tunatarajia kufanya mashindano haya tarehe 5 mpaka 15 ya mwezi Juni, na mashindano haya yatafanyikia jijini Dodoma. Na kuelekea mashindano haya tumepata mfadhili wa ligi yetu, ligi daraja la kwanza kwa netball, ambaye ni City College of Health and Allied Science, kwa ufadhili wake ambao unaleta motisha kwetu kama chama, lakini motisha kwa timu zinazoshiriki pamoja na wachezaji na wadau wote wa michezo. Kwingineko, timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Girls imeondoka kuelekea nchini Afrika Kusini kwa ajili ya mchezo wa marudiano wa kuwania kufuzu kombe la dunia dhidi ya wenyeji Afrika Kusini utakaopigwa Mei 31 mwaka huu 2026. Serengeti Girls naenda kwenye mchezo huo ikiwa na dhamira ya kufanya vizuri na kusaka ushindi muhimu utakaowezesha kusonga mbele katika hatua za kufuzu mashindano hayo ya dunia yatakayofanyika Morocco. Mashabiki wa soka nchini wameendelea kutoa sapoti kwa Serengeti Girls, wakiamini kikosi hicho kina uwezo wa kupata matokeo mazuri ugenini kutokana na kiwango kizuri walichokionyesha katika michezo yao ya hivi karibuni. Mchezo huo wa marudiano unatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, huku kila timu ikisaka ushindi muhimu wa kutinga hatua inayofuata ya mchujo wa kufuzu kombe la dunia la wanawake chini ya miaka 17. Na taarifa hiyo inatokea tu kwenye habari za kitaifa, na sasa tukaangaze yapi yamejiri, nini kimetokea kwenye michezo kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Klabu ya Crystal Palace imeandika historia baada ya kutoa ubingwa wa UEFA Conference League kwa mara ya kwanza kufuatia ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Rayo Vallecano kutoka nchini Hispania katika fainali iliyochezwa mjini Leipzig nchini Ujerumani siku ya jana. Bao pekee la mchezo lilifungwa na mshambuliaji nyota kutoka nchini Ufaransa Jean-Philippe Mateta dakika ya 51 kipindi cha pili na kuipa Crystal Palace taji lao la kwanza kabisa la mashindano ya Ulaya. Ushindi huo pia umeihakikishia timu hiyo nafasi ya kushiriki mashindano ya ligi ya Europa msimu ujao. Mashabiki wa Palace walishangilia kwa furaha kubwa baada ya kipa na nahodha wao Dean Henderson kuinua kombe hilo siku ya jana. Kocha wa Palace Oliver Glasner, ambaye ni raia wa Austria, amesema ushindi huo ni hatua kubwa kwa maendeleo ya klabu hiyo katika soka la Ulaya. Timu hiyo maarufu kwa jina la utani la The Eagles wanakuwa timu ya pili kutoka nchini Uingereza kushinda taji la Ulaya msimu huu baada ya Aston Villa kushinda taji la ligi ya Europa siku chache zilizopita. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Asante Kenny Malila kwa kutupitisha huko kwenye michezo kimataifa. Na kwa upande wa habari za burudani kutoka mtandaoni, mwanafunzi mmoja wa shule ya msingi kutoka halmashauri ya wilaya ya Masasi amegeuka gumzo baada ya kuonyesha kipaji cha kipekee cha utangazaji wa mechi ya watani wa jadi Simba na Yanga wakati wa ufunguzi wa kambi ya michezo ya Umoja wa Michezo na Taaluma kwa shule za msingi Tanzania UMITASHUMTA mwaka huu 2026 huko mkoani Mtwara, ambapo sauti yake, kujiamini na namna ambavyo alivutia mashabiki vimeacha wengi wakimpongeza, huku wakitabiri makubwa katika tasnia ya utangazaji wa michezo hapa nchini. Tupate tazama mtoto ambavyo ameonyesha kipaji chake.
come per Zuzo Professor Boy, ma come per Zuzo non parla no quello sta buona figlia, alla c'è una giga maggiore come Prince Pumelone. Wanasema nyota njema huonekana asubuhi. Nyota ya kijana imeanza kuonekana mapema kabisa wakati akiwa anaendelea kufukuzia ndoto yake, na kipaji ndo kama hivyo kimeshaanza kuonekana. Ndivyo ambavyo tunatamatisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu leo. Naitwa Esther Mtebe, na wakumbusha wanaume jamani, nguo ya rangi nyeupe haivaliwi wiki nzima.